Msichana huyo alitoa $8 za mwisho alizokuwa nazo mwilini. Alitaka kumkodi mwanamume huyo kuwa baba yake kwa siku 3, lakini mwanamume huyo alikuwa ana haraka kwenda kwa mazungumzo ya biashara. Msichana huyo alimuomba kwa uvikali. Watu walio karibu waliona eneo hili na walidhani alikuwa baba asiye na wajibu. Bila ya kutegemea, mwanamume huyo alilazimika kukubali. Alimfuata msichana huyo kwa utii kurudi nyumbani, lakini mazingira hapa yalimchukia. Chupa tupu kwenye ardhi ilimkwaruza karibu. Mwanamume huyo alizuia hasira yake na akauliza wazazi wa msichana huyo wako wapi. Msichana huyo alikuwa karibu kujibu. Wakati huo, sauti dhaifu ya uzee ilitoka kwenye chumba. Bibi wa msichana huyo alielezea kuwa msichana huyo alikuwa yatima tangu akiwa mtoto. Alikuwa amemlea miaka 6 iliyopita, lakini tangu wakati huo miguu ya bibi ilikuwa imelemewa. Alilazimika kulala kitandani kila siku. Wakati huu msichana huyo alileta shuka. Alimwomba mwanamume huyo akae hapa. Bibi pia alitamani aweze kumpa msichana huyo upendo wa kibaba. Akiangalia macho ya msichana huyo tangu zamani, mwanamume huyo alikubali kwa shida. Msichana huyo alimwachia kitanda chake na kumsaidia kukata shuka, lakini alikwenda nje kulala kwenye sakafu. Wakati huu mwanamume huyo alianza kuota ndoto mbaya. Aliota tena kuhusu binti yake aliyepotea. Kila siku watu tofauti walimchukua. Baada ya kuamka, alitaka kwenda nje kutembea, lakini alimwona msichana huyo amekaa peke yake mlangoni. Aliamua kuongea na msichana huyo, lakini wakati huo huo kengele ya saa ililia. Msichana huyo alichukua begi yake mara moja na akaenda nje. Wakati huu kila siku alikwenda kukusanya chupa tupu. Hii ilikuwa msingi wa maisha yake na ya bibi yake, lakini siku hii wanafunzi wachache walimsumbua kwa makusudi. Walitupa chupa tupu kwenye barabara. Msichana huyo alikuwa karibu kuzichukua. Wakati huo lori lilikuwa likienda kwa kasi kuelekea kwake. Wakati wa hatari, mwanamume huyo alijitia na kumwokoa. Baadaye alimwagiza msichana huyo achakula nyama ya kuchoma, lakini msichana huyo hakula. Alipakua nyama ya kuchoma na akachukua nyumbani kwa bibi yake. Alitaka bibi yake ale nyama apate nguvu. Bibi alihurumia msichana huyo. Alitoa udanganyifu kwamba meno yake yaliuma na akampa nyama, lakini msichana huyo alimpa nyama mwanamume huyo. Mwanamume huyo hakujibu na akarudi chumbani kwake kulala. Siku iliyofuata msichana huyo alikwenda shuleni. Bibi alichukua nafasi kumuita mwanamume huyo ndani ya chumba. Alimpa akiba yake yote na akamwomba atunze msichana huyo. Ilibainika kuwa bibi alikuwa na saratani na hakuwa na muda mwingi uliobaki. Baada ya kusema maneno haya, alifariki dunia. Mwanamume huyo alijaribu kukaa tuli. Aliita msaidizi wake na akapanga mazishi. Msichana huyo aliporudi kutoka shuleni, bibi yake alikuwa tayari ameondoka.